Vipimo ambavyo hupelekea wagonjwa kuelekezwa kwenda kufanywa nje vya hospitali vipatikane ndani ya hospitali zetu zote za serikali ili kuepusha usumbufu. Vipimo vyote vya kitaalamu vipatikane katika hospitali zetu ili wagonjwa wetu waweze kupata huduma katika vituo vyetu hivi. Jambo la 4, kuhakikisha foleni zisizo za lazima katika utoaji wa huduma na wagonjwa wanatumia muda mfupi kupata huduma. Muda mrefu wa kusubiri huduma ni changamoto inayoongeza kulalamikiwa. Inaelekeza kwamba kuanzia leo watumishi wasimamiwe kikamilifu ili kuwahudumia wagonjwa na kuepusha foleni ndefu zisizo na sababu za msingi. Watumishi wa hospitali ya kuanzia mikoa na afya ya msingi, hakuna sababu ya wagonjwa kutotibiwa ngazi za chini. Badala yake wanakimbilia hospitali kubwa na kusababisha foleni ndefu. Maelekezo yangu, wagonjwa wote wanaopaswa kutimiwa ngazi ya msingi watibiwe ngazi ya msingi. Wanaopaswa kutibiwa katika vituo vyetu vya afya watibiwe kwenye vituo vya afya. Wanaopaswa kutibiwa kwenye ngazi za halmashauri watibiwe kwenye ngazi za halmashauri. Eneo hili litatusaidia kupunguza foleni ndefu ambazo zinapatikana katika hospitali zetu za mikoa, rufaa na hospitali yetu hii maalum ya Muhimbili. Kwa hiyo maelekezo yangu ni kuhakikisha watumishi wasimamiwe kikamilifu ili waweze kutekeleza maelekezo haya ya usimamizi katika ngazi ya msingi, ngazi ya vituo vya afya, ngazi ya vituo vya halmashauri, wilaya na mikoa. Na hili kwa sababu serikali imewekeza sana, imenunua vifaa tiba kila eneo katika maeneo yetu hayo. Hakuna sababu hata kidogo baadhi ya vipimo vinavyoweza kupatikana kwenye halmashauri vikafanyiwa kwenye hospitali zetu hizi kubwa. Lakini maelekezo yangu mengine ni kuimarisha upatikanaji wa dawa. Tunatambua kwamba jukumu la ununuzi wa dawa limekasimiwa kwa MSD na kwa taratibu nyingine ambazo mmejiwekea kwenye baadhi ya taasisi. Kumekuwepo na changamoto hii kwenye baadhi ya zahanati, na hata jana nimepokea simu kwenye baadhi ya vituo vya afya, wagonjwa wanalalamika kwamba dawa hakuna kwenye baadhi ya maeneo. Sasa Katibu Mkuu, hakikisha dawa zinapatikana. MSD wako wapi? Hakikisheni dawa zinapatikana. Sitasikiliza kwamba dawa sijui walipaswa waletee taarifa. Nendeni mkawafate, waulizeni kama wanahitaji dawa. Wekeni utaratibu wa mawasiliano wa kidijitali kuanzia zahanati zote nchini ili muweze kutambua zahanati ipi, kituo kipi cha afya, hospitali ipi ya wilaya au ya halmashauri ya mkoa yenye uhitaji wa dawa. Nadhani tumeelewana vizuri. Nimekwisha muelekeza mkurugenzi mkuu tulipokutana kule Algeria, lakini nakuelekeza leo na waelekeza tusisikie kwamba kuna kituo cha afya, kuna zahanati, kuna hospitali ya mkoa imeishiwa dawa. Fuatilieni wenyewe. Wekeni utaratibu wa kufuatilia, kama kutumia mifumo ya kidijitali ama ninyi kuwapigia simu kila siku kujua kama dawa zimeisha, dawa bado zipo, dawa gani wanahitaji. MSD wana uwezo mkubwa na dawa zote wanazo. Kwa hiyo hatutegemei, lakini nawapongeza kwa kipindi hiki, mmefanya kazi nzuri sana. Tuwapigie makofi MSD. Mmefanya kazi nzuri sana. Katika kipindi hiki cha uchaguzi, MSD mmefanya kazi nzuri sana ya kuhakikisha vituo vyetu vyote vinapata dawa. Kazi hile mlioifanya ninawaelekeza sasa iwe ni kipindi cha mwaka mzima. Msisubiri wakati wa dharura. Sitafurahi na sitakubali
Pale ambapo nitapaswa kuchukua hatua, nitachukua hatua. Nikisikia dawa zimeisha, tutashirikiana na wenzetu wa TAMISEMI, hasa kwenye vituo vinavyosimamiwa na TAMISEMI, ili kusudi tuhakikishe kwamba dawa zinapatikana kwa wakati katika maeneo yote. Lakini jambo la pili ambalo ningependa kusisitiza ni kuimarisha huduma za ubingwa na ubobezi. Ndugu zangu, hospitali hii ni hospitali ya taifa na inatakiwa itoe huduma za kibingwa na ubobezi za ngazi ya taifa, tofauti na hospitali zingine. Kutokana na sababu hii, naelekeza mambo yafuatayo. Moja, kuhakikisha mnaanzisha huduma mpya za ubobezi. Kwenye hili nimeona mipango yenu, lakini nataka hospitali hii iandae mpango kazi wa miaka 3 wenye kuonesha huduma za kibobezi ambazo zitaanzishwa, na mpango huu wasilishwe kwangu mara moja. Huduma mpya ni zile ambazo hazipo nchini, na ndio ambazo mnapaswa kuanzisha hapa nchini kuanzia hospitali hii ya taifa. Wizara itawezesha kuanzishwa kwa huduma hii, kwani Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake aliyoitoa na maelekezo yake ya kuongeza huduma nyingi zaidi za kibobezi. Huduma za kibobezi ambazo zilianzishwa katika hospitali hii, kwa mfano upasuaji wa uvimbe chini ya sakafu ya fuvu, zinapaswa na upandikizaji viungo kuimarishwa zaidi na kuwa endelevu kwa kushirikiana na wataalamu kutoka nje, ili matibabu kukamilika na hivyo kupunguza rufaa za nje ya nchi. Bado idadi ya wagonjwa wanaopatiwa huduma hizo wapo wachache kulinganisha na mahitaji. 3, hospitali hii nitaipima kwa huduma mpya za kibobezi ambazo mtaanzisha. Ninatambua zipo mashine za kisasa kabisa kwenye mataifa mengine. Kwa mfano, mashine kule Uingereza na mataifa mengine ya Ulaya wanazo mashine za kufungua fuvu za kisasa kabisa, ambazo mgonjwa anapona au anaweza kunyanyuka ndani ya siku 7. Nimesikia zipo mashine hizi. Kwa hiyo tujipange tuweze kuzinunua. Kama serikali imeweza kununua mashine za kila aina, hatuwezi kushindwa kununua mashine hizi. Kwa hiyo tujipange, katibu mkuu na timu nzima, nendeni huko mkafuatilie ili mashine hizo tuzilete hapa. Tuna wataalamu wabobezi ambao wamesoma kila shahada, wako hapa, wanaweza kufanya kazi hii. Kwa kuwaongezea wataalamu wa ndani na wataalamu wa nje, tukipata mashine hizi tutawasaidia Watanzania. Mgonjwa kukaa kitandani miezi 6 mpaka 7 kuamka, wenzetu wanafanya siku 7 mpaka wiki moja mpaka wiki 2, mgonjwa anakuwa ameamka. Mashine za kufungua fuvu bila upasuaji inawezekana kabisa. Nimesikia Uingereza wanazo na mataifa mengine. Kwa tujaribu kufuatilia kama zipo na sisi tuzinunue, ili tuweze kuwa nazo hapa nchini kuwasaidia Watanzania na kuongeza utaalamu kwa Watanzania ambao wamesoma vizuri walioko hapa Muhimbili na maeneo mengine. Lakini jambo la 3, hospitali hii hakikisheni mnafanya usimamizi wa kutosha wa kufuatilia kila kinachoendelea kwenye taasisi zetu zilizomo ndani ya hospitali hii, ili kusudi utendaji wetu uendane na kasi tunayoikusudia. Tunakusudia kuomba accreditation. Tunapokwenda kwenye accreditation, ithibati, maana yake tunawaleta wageni kutoka nje kuja kutibiwa hapa nchini. Lakini lazima tukiri, tunapokuwa na vifaa vyetu vimeharibika, mgeni ametoka Komoro, anasubiri upasuaji au anasubiri kipimo mwezi mmoja, miezi 2, tunawakatisha tamaa. Kwa hiyo niwaombe ufuatiliaji kwa wakurugenzi uwe ni wa karibu, kufuatilia yanayoendelea
kwa watendaji wetu, kwa mashine zetu, kwa vifaa vyetu na kufuatilia utendaji wa kila mmoja wetu. Jambo la tatu, kuhakikisha foleni zisizo na lazima katika utoaji wa huduma na wagonjwa wanatumia muda mfupi kupata huduma. Muda mrefu wa kusubiri huduma ni moja ya changamoto zinazoongeza kulalamikiwa. Nimekushalisema hili.